Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameendelea kuweka kipaumbele katika ajenda ya ustawi wa watoto. Tumeimarisha mfumo wa ulinzi wa mtoto, kuendeleza huduma za malezi mbadala na kuimarisha usimamizi wa makao ya watoto nchini kwa lengo la kuhakikisha makao yanatoa huduma za viwango vinavyokubalika. Katika muktadha huo, makao ya taifa ya Kikombo ni mfano wa taasisi ya serikali inayotekeleza majukumu haya kwa weledi, upendo na dhamira ya dhati. Hongereni sana kwa kuwepo hapa, tunawaombea ili kesho na nyinyi mwe wazazi wazuri kama sisi nana tunawapenda. Ndugu zangu, watoto wangu, nimetembelea miradi, miundombinu na kupokea taarifa ya mafanikio, changamoto na maeneo yanayohitaji kuimarishwa. Nafurahishwa kuona jitihada kubwa zinazofanywa katika kutoa huduma ya elimu, afya, lishe, ushauri nasaha pamoja na malezi kwa nyinyi watoto wetu. Nipende kuhakikisha kuwa wizara itahakikisha makao haya yanawezeshwa ipasavyo. Ninaposema wizara, tuna mama yetu mkubwa Daktari Dorothy Gwajima, waziri wetu, mama mwenye upendo na nyinyi watoto wake. Haya, pigeni makofi kwa Gwajima. Tunampenda Dorothy Gwajima. Amepewa dhamana ya kusimamia wizara yetu ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, na nyinyi watoto wetu mkiwa miongoni. Kwa hiyo tunatoe hofu, mama anatupenda, tutaendelea kuhakikisha mnakuwa watoto wazuri, mnakuwa vijana wazuri ambao mnapata haki zenu zote za msingi. Pia ninatoa rai kwa wadau wa maendeleo, mashirika ya kiraia, sekta binafsi na jamii kwa ujumla kuendelea kushirikiana nasi katika kuwapa watoto hawa fursa sawa za maendeleo kama ilivyo kwa watoto wengine wote Tanzania. Katika kuongea hili, niombe kukumbusha, sisi kama Tanzania tumezoea kuishi na ndugu, tumezoea kuishi na extended family. Hatuishi kama familia ile iliyozaliwa pekee. Naomba nitoe wito kwa ndugu wa wazazi ambao watoto wao wanabakia mayatima au wanapitia shida yoyote. Wewe shangazi, wewe mjomba, wewe baba mdogo, hakikisha tunaungana kwa pamoja, sisi serikali na ukoo aliyotokea huyu mtoto, kuhakikisha analindwa, anaelimishwa, anatunzwa, maana huu ni utajiri wetu wa Tanzania. Lakini wanazo mbinu za kukaa nao na kusema nao na kujua vyote vilivyoficha ndani mwao. Kwa hiyo sio watu wa kawaida. Mimi wanaambia na ustawi wa namna hiyo, wenda wakitizama wanasema leo jamaa huyu hayuko fresh. Lakini miongoni mwa wataalamu ambao wa serikali nao na watatusaidia kwenye eneo hilo na kuwabaini watu na huduma zipi wapate, lakini ukiona amegraduate anakuwa recommended kufanya kujumuishwa kwenye jamii yake ambako taarifa zilikuwa zimepatikana, labda hapo ndugu waliobaki, kwa hiyo wanarudishwa na kufuatiliwa kule kupitia maafisa ustawi wa eneo husika. Na pia mafanikio moja hapo jingine ni kuunganisha watoto 20 na familia zao ambao katika mikoa ya Dodoma, Singida, Tanga, Mbeya, Mwanza, Shinyanga, Dar es Salaam na Bukoba tulifanikiwa kuunganisha watoto 20. Na pia kuboresha huduma za elimu ndani na nje ya makao ambapo tumeongeza wastani wa ufaulu wa watoto kwa 2% kwa shule za msingi na sekondari. Aidha, watoto 10 wa darasa la 7 wamefaulu kuingia kidato cha kwanza mwaka 2026. Mheshimiwa Naibu Waziri, katika watoto 10 ambao tulifanikiwa mtoto mmoja ameenda shule maalum ambayo inaitwa Mpenda
mkoa wa Lindi